Mambo 7 ambayo mpenzi wako hapaswi kuyajua sana. Mapenzi ni kitu kizuri sana, lakini watu wengi huharibu maisha yao kwa sababu ya kufungua moyo kupita kiasi bila hekima. Wanadhani kumpenda mtu maana yake ni kumwambia kila kitu kuhusu maisha yao, mipango yao, siri zao na hata udhaifu wao wote. Mwanzoni inaonekana kama upendo wa kweli, lakini mambo yakibadilika, siri hizo hizo hugeuka silaha za kuwaumiza. Ukweli ni kwamba sio kila kitu kinapaswa kusemwa, hata kama unampenda mtu kiasi gani. Mapenzi yanahitaji upendo, lakini pia yanahitaji mipaka, hekima na kujitambua. Kwa sababu watu hubadilika, hisia hubadilika, na wakati mwingine mtu unayemwamini leo anaweza kuwa chanzo cha maumivu yako kesho. Ndiyo maana unatakiwa kujifunza mapema mambo gani hapaswi kuyafungua sana hata kwa mpenzi wako. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel ya GR Hamasa Wisdom, kwa sababu hapa tunazungumzia ukweli wa maisha na mahusiano ambao unaweza kukufungua macho. 1. Udhaifu wako wote wa ndani. Ni vizuri kuwa mkweli kwenye mahusiano, lakini si lazima kufungua kila jeraha lako kwa 100%. Watu wengine wakijua sehemu zako dhaifu sana, siku mambo yakiharibika, wanaweza kuzitumia sehemu hizo kukuvunja zaidi. Usimpe mtu uwezo wa kukudhibiti kihisia kwa sababu tu ulimfungulia kila kitu bila mipaka. Jifunze kutunza baadhi ya maumivu yako kwa hekima mpaka ujue kweli mtu huyo ana moyo salama. 2. Kila kiasi cha pesa ulichonacho. Mapenzi yanapochanganywa sana na pesa bila mipaka, mara nyingi huletewa matatizo. Sio kila mtu anayekupenda anakupenda kwa moyo safi 100%. Wengine wanavutiwa na uwezo wako, msaada wako au maisha yako. Ukifungua kila siri ya kifedha mapema sana, unaweza anza kupendwa kwa kile ulichonacho badala ya wewe mwenyewe. Linda maisha yako ya kifedha kwa hekima. Mtu wa kweli atakupenda hata bila kujua kila detail ya mfuko wako. 3. Mipango yako yote kabla haijatimia. Watu wengi hupenda kueleza kila ndoto, kila plan na kila hatua wanataka kufanya. Lakini wakati mwingine ukiongea sana kabla jambo halijatimia, unapoteza nguvu ya kulijenga kwa utulivu. Sio kila mtu anayejua mipango yako ataifurahia kwa dhati, na wakati mwingine hata kwenye mapenzi, wivu wa kimya kimya unaweza kuwepo. Jifunze kutenda zaidi kuliko kuongea sana. 4. Siri za familia yako. Usiwe mtu wa kufungua kila tatizo la nyumbani kwenu kwa mpenzi wako. Leo unaweza kuwa unampenda sana, lakini kesho mambo yakibadilika, siri hizo zinaweza kuanza kutumika vibaya au kuzungumzwa nje. Linda heshima ya familia yako. Si kila jambo la nyumbani linapaswa kutoka nje ya mipaka ya familia. 5. Kila kosa ulilolahi kufanya zamani. Ni vizuri kuwa mkweli, lakini si lazima kueleza kila jambo la zamani kwa undani wa kupitiliza. Watu wengine wakijua makosa yako yote ya zamani, wanaweza kuanza kukuona tofauti au kutumia makosa hayo kila mnapogombana. Jifunze kutofautisha kati ya ukweli wa muhimu na kufungua maisha yako yote kupitiliza. Zamani zako zinapaswa kukufundisha, si kutumiwa kila siku kukuhukumu. 6. Mambo yanayokufanya upoteze kujiamini. Ukimwonyesha mtu kila kitu kinachokuvunja kiakili, wakati mwingine anaweza kuanza kukutawala kupitia hofu zako. Watu wengine wanajua kutumia insecurity za wenzao kuwafanya wabaki kwenye mahusiano ya maumivu. Ndiyo maana unatakiwa kujijenga ndani yako kabla hujategemea mapenzi ya kukamilishe. Mtu anayejijua thamani yake huwa si rahisi kuvunjwa na maneno ya mtu mwingine. 7. Kila tatizo lenu la mahusiano kwa watu wa nje. Hili ni kosa ambalo watu wengi hulifanya. Wanapogombana kidogo tu, kila mtu anajua kilichotokea. Ukifanya hivi, hata heshima ya mahusiano yako inaanza kupotea. Sio kila tatizo linahitaji hadhira. Mengine yanahitaji utulivu, mazungumzo ya watu wawili na hekima. Ukizoea kufungua kila jambo kwa watu wengine, siku mambo yakiharibika, utagundua watu wengi walikuwa wanatazama tu, sio kusaidia. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Mapenzi ya kweli haimaanishi kupoteza mipaka yako yote.
Mpenda mtu kwa moyo wako, lakini tumia akili pia. Kuwa mkweli, lakini usiwe mwepesi kufungua kila siri, na usimpe mtu nafasi ya kukudhibiti kupitia mambo yako ya ndani. Kumbuka hili, sio kila anayekupenda leo atabaki milele, na sio kila anayekuonyesha upendo ana uwezo wa kubeba siri zako kwa salama. Linda moyo wako, linda heshima yako, linda maisha yako ya ndani, kwa sababu wakati mwingine amani ya maisha yako hutegemea sana vitu ulivyochagua kunyamaza navyo.